tunataka tuangalie jinsi ambavyo mwili unatii mawimbi yaliyohifadhiwa kwenye akili ya hazina kupitia sauti. Na sauti hiyo inakuwa inaingilia katika milango ya fahamu. Biolojia tunaifahamu milango mitano, lakini tukasema jicho la tatu ni kama mlango wa fahamu mwingine unaotazama viwango vidogo vya mawimbi. Na nilikwambia mawimbi ni nishati ambazo zinatenda, ni vitu kamili vinavyotenda. Akili ya hazina ni program inayofanya kazi masaa 24, yani ya siku 7, yani 24/7. Na mwili unatii frequency bila kuuliza. Nataka nikupe mifano miwili. Nilikuwa nimekudokeza kidogo habari ya msibani na habari ya sherehe. Ukiwa msibani unaweza ukaingia msibani pale ukatoka uko na mudi yako hiyo uliotoka nayo, ukaingia pale msibani, lakini hali ya huzuni ikawa inakufuata. Pale inapokufuata unashangaa kumbukumbu za maumivu zinaanza kutiririka kwenye fahamu yako. Unaanza kukumbuka, kuna mtu alikuuzi juzi, kuna mtu alikuuzi mwaka ulioisha, si na wewe uliwahi kufiwa, si nini. Mambo ndio yale niliyokuambia kwamba ukiwa unatetemeka, mtetemo wa chini unakuwa unavutia, unakaribisha roho au unakaribisha kumbukumbu ambazo zinahusiana na namna unavyotetema katika wakati huo. Na sababu unakuwa hautetemi wewe, unakuwa umeingia kwenye mtetemo huo wa huzuni kwa sababu ni msibani.